Zuma we fala tu, una chochote. Eti una hela. Bro, nakwambia kwa sasa hivi yani sitaki kumsikia takataka yoyote. Hili beef hili. What's popping now? Leo bana kwenye headlines bana kuna issue ambao bana inazidi kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ambayo imehusisha wasanii wawili wa kambi ya Malawi huko Dzaleka, au sio? Ni moja kati ya kitu ambacho bana kina happen zaidi sana kwenye tasnia ya muziki, zaidi sana kwenye industry yetu ya kibembe. Unajua kuna mambo mengi sana ambao bana yanatokea, beef nyingi sana za wasanii hapa na pale wanazidi kukiwasha kinoma noma, au sio? Bana leo kuna beef ambayo inazidi kutamba mpaka sasa hivi hapa toka wiki jana mpaka sasa hivi hapa bado halijaisha. Ni Zuma Bu pamoja na J-Dala. Ni moja kati ya kitu ambacho bana kimeweza kuzua gumzo sana baada ya kuweza kuja kuwaona kazi zao pamoja na mabishano yao. Ni moja kati ya vitu ambavyo vipo different kabisa. Hii yote ni baada ya J-Dala kuweza kwenda katika kambi ya Nyarugusu kuweza kufanya baadhi ya interview na media za huko pamoja na kuweza kufanya baadhi ya collaboration pamoja na wasanii akiwemo mwanetu anamuita Dikri ambaye aliweza kumpa shavu mwanetu J-Dala kwenye goma lao ambalo linadondoka kwa jina Nimekumisi. Ni moja kati ya goma ambalo bana lina mapokezi makubwa sana sasa hivi na ambalo bana liliweza kumtambulisha mara ya pili kwenye kambi ya Nyarugusu J-Dala ambaye alikuwa ni the first song kabisa kuweza kuja nayo, iliweza kumaintain na kuweza kuchukua nafasi kubwa sana. Ilikuwa ni PC Kali, moja kati ya goma ambalo bana liliweza kumwakilisha vilivyo na kuweza kumuonesha kwamba amekuja kabisa kufanya kazi na amekuja kikazi. Lakini baada ya kurudi Dzaleka bana, kuna moja na mbili ambayo iliweza kutokea na wasanii wenzake kule kuweza kumuona kama ni mtu ambaye ana ubinafsi, labda amekuja sasa kuweza kuwatambia wasanii wa huko. Ndipo ambapo Zuma Bu aliweza kumdaka na kumwambia kwamba J-Dala anizidi kwa pesa, kiuwezo nini, hata kimziki pia nipo mbali kivile. Ni moja kati ya kitu ambacho bana kimeleta gumzo sana kwa mashabiki wa J-Dala kuweza kuperform kwenye mitandao ya kijamii, kuweza kusema kwamba J-Dala amzidi kiuwezo, pia kimziki pia pamoja na hit. Na ukigombania ufalme unaambia kwamba brand siku hizi zinagombaniwa sana na wasanii ambao bana ni upcoming artist ambao wanafanya vizuri sana, akiwemo Zuma Bu pamoja na J-Dala. Lakini bana J-Dala pia na kuweza kukaa kinyonge, aliweza kuja na kumjibu kwamba kwa sasa mimi ni msanii mkubwa wa kimataifa na siwezi kubishana na watoto wadogo ambao bana nimekuja kuwakuta hapa na nimewaacha hapa, au sio? Maana J-Dala kuja kambini Nyarugusu ni kama vile mtu ambaye amekuja international zaidi sana kufanya kazi ambao bana ilimpeleka pakubwa sana. Hivyo ni kumaanisha kwamba kambi ya Nyarugusu mpaka sasa hivi ni moja kati ya kambi ambazo zinashika top 5 ya kambi ambazo zinasukuma muziki mbele wa kibembe kuzidi hata Kongo yenyewe, au sio? Bana J-Dala aliweza kumjibu kwa kusema kwamba kwa sasa hivi sitaki kubishana na mtu yoyote, maana najijua mwenyewe, akili zangu nazielewa mwenyewe, pia hata kazi ambazo tunazozifanya ni kazi ambazo zinaenda international. So kubishana inakuwa ni kitu ambacho kinanishusha pia hata brand na kuweza kunishusha pia kimziki. Hata mashabiki zangu wanaponiona kwamba mimi nabishana na wasanii wenzangu wanakuwa wanaichukulia ukamu, au sio? Pia Zuma Bu kuweza kukaa kinyonge na kuweza kumwambia kwamba ufalme wa Dzaleka yeye ndo ameushikilia. Na ninafikiri mpaka hapo hivyo drop comment lako hapo kwenye comment section tukutane na uweze kutuambia kwamba nani hasa ni new king wa Dzaleka ama ambaye anafanya muziki wa kibembe zaidi sana international. Tukimwacha Nyago, tukimwacha Follow Bugatti, tukiwacha pia wakina Dikri pamoja na kina Gaspar, Johnny Boy na pia Ave Simba, tukiwacha kabisa mbali far away tuje kumshika kabisa J-Dala pamoja na Zuma Bu. Ni nani ambaye anaipeleka bembe to the world international kwenyewe? Bana ufalme wa muziki unagombaniwa sana kwa sasa hivi hapa na wasanii ambao ni upcoming artist ambao wanafanya vizuri, sio mbaya sana kivile kimuziki, lakini kuna moja na mbili ambazo zinaweza kutokea ambazo zinaleta mtafaruku kwa mashabiki. Bana nitakuachia hapo voice ambayo J-Dala pamoja na Zuma Bu wanaendelea kubishana kwenye mitandao ya kijamii mpaka sasa hivi hapa. Endelea karibu na Drama TV, naendelea kuleta update mpya kila siku. Mimi nitake Kevo TZ Mr Content. Ciao. Mdogo wangu, hicho kichi hata nikupatia siku moja huwezi katoboa. Huwezi kafika na asubuhi. Yaani nikupatia kwa mfano leo, sijui leo saa 12 saa hizi. Nikupatie kiki hiki ya ufalme, ufike hadi ya kesho asubuhi utoboi mdogo wangu. Njoo nikupe njia, njoo nikufundishe kwanza muziki, njoo nikuoneshe wapi tunatoa vitu vizuri.
Sio naongea, acha hauwezi weza vita ya mimi na wewe. Hizi vita mdogo wangu naanzisha, hauwezi kaziweza hata siku moja. Ufalme, wewe unajua unatoka wapi?